Jambo wa Kristo, nina andiko wengine kuhusu mambo ya uvumilivu wa maneno ya Mungu. Anakuambia uvumilivu wa maneno ya Mungu ina majaribu yake. Na ukasoma katika barua ya Yakobo mstari wa kwanza mpaka sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wa nne inasema nini? Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha kabisa mkianguka katika majaribu mbalimbali. Tatu nasema mkifahamu ya kuwa mkijaribiwa kwa imani yenu unaleta uvumilivu. Ine, sherti uvumilivu utimizwe kazi yake, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu pasipo kupunguziwa na kitu. Neno kuta ile verse inasema Wakristo wengi hawana uvumilivu kwa maneno ya Mungu. Akapata jaribu tu kidogo anatoka. Akingeta mambo ya kanisa, kanisa yake fake kumshirikia yeye. Hapana, mimi sitaingia kuletea kule kanisa na ama kwingine kanisa. Juu ya nini? Uvumilivu hakuna. Ndio kwambia uvumilivu inaleta njia ingine inaenda kupishia nguvu. Na ukavumilia kwa majaribu unayopitia kule mbele, utaona mkono wa Mungu. Na bana kwambia mkono wa Mungu si mfupi wa kutenda miujiza, mkono wa Mungu ni mrefu. Kwa sana wakati atakuona na aweze pata mkono wa Mungu bila kuingia kwa majaribu. Atoka kuta wakati nyenye Musa alienda kuokoa Israeli kutoka tumona Misri. Mungu alipomwambia aende kupambana na Farao, alimwambia kwa nini mimi nitamweza Farao, na Farao ndiye baba yangu ninapokaa katika nyumbani mwake. Akamwambia kwa nguvu naye kupa utamweza Farao. Akamuonesha mapigo nyingi ampige Farao, lakini Farao hakuamini. Wakati alipofika naona Israeli kutoka kutumona Misri nafika nao katika bahari ya Shamu, alipomwambia baba, kwa nini unaniacha? Akamwambia beba gongo wako pika juu ya maji. Na wakati alipotia gongo juu ya maji na bahari ikapasuka. Ninakwambia Mkristo pasipokuwa na imani hawataona ufalme wa Mungu na hawatakuwa na nguvu ya Mungu.